بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ni mwendelezo wa darasa zetu za kabla al-asr tukiwa hapa Masjid al-Qiblatain Arusha, na mada kuu ilikuwa ni zakatul fitri pamoja na sala ya Eid na adabu zake. Alhamdulillah, leo ikiwa ni majlis ya 4 takriban kwenye majlis 3 zilizotangulia, tumemaliza yale tuliyokusudia kuyasema kuhusiana na zakatul fitri, na kwenye majlis ya jana tukaanza kuizungumzia swala ya Eid kwa nukta 2-3. Kwa hiyo leo ikiwa ni Ramadhani ya 26 mwaka 1446 min al-hijra an-nabawiyya, sawa na Machi 26 vile vile mwaka 2025 miladia, tunaendelea na baadhi ya nukta zilizosalia zinazohusiana na swala ya Eid. وحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عن آداب صلاة العيد. na leo mazungumzo yetu yataanzia kwenye adabu za swala ya Eid, na wanazuoni wametaja adabu chungu nzima, tutazitaja kwa kadri ya muda utakavyoturuhusu. fanabda'u musta'inina billahi qailin adabu salati al-Eid ala an-nahwi al-ati. Adabu za swala ya Eid ni kwa namna ifuatayo. Adabu ya kwanza, al-ghuslu yawm al-Eid, ni kuoga siku ya Eid. Miongoni mwa adabu za swala ya Eid ni kuoga ile siku ya Eid yenyewe, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya kwenda kwenye swala ya Eid. Na hili la kuoga limethibiti katika matendo ya masahaba wa bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Anasimulia Nafi' anna Abdullah ibn Umar kana yaghtasilu yawm al-fitr qabla an yaghduwa ila al-musalla. Anasema Nafi' rahimahullah kwamba Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma kana yaghtasilu yawm al-fitr, alikuwa anaoga siku ya Eid al-fitr qabla an yaghduwa ila al-musalla, kabla hajarauka kwenda sehemu ya kusalia salat al-Eid. Na kama Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma analifanya hili, ni kuonyesha kwamba kufanya hivi ni sehemu katika mafundisho ya Uislamu. Sheikh Ibn Baz alayhi rahmatullahi ta'ala anasema lam yarid dhalika au lam yarid fi dhalika hadithun sahihun 'an an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwenye hili la kuoga kabla ya swala ya Eid kiuhalisia hakuna hadithi sahihi kutoka kwa mtume alayhi salatu wasallam kuwa yeye mwenyewe amesema watu waoge, au hadithi inayoeleza alikuwa anaoga kwa ajili ya swala ya Eid. Hakuna hadithi ya moja kwa moja. Haina maana kuwa hili halipo. Lipo, na katika yale yanayoonyesha kuwa lipo ni amalu sahaba au fi'lu sahaba, matendo ya masahaba, ikiwa ni pamoja na Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Anasema Sheikh al-Allama Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah, wa ahsanu ma yustadallu bihi ala istihbab al-ightisal lil-eidain, na ushahidi mzuri uliotumika kama ushahidi juu ya kupendeza kuoga kwa ajili ya swala ya Eid mbili, iwe ni Eid al-Fitr au Eid al-Adha, ma rawa al-Baihaqi min tariq al-Shafi'i an Zadhan qala sa'ala rajulun 'aliyan 'an al-ghusl. Kuna mtu mmoja aliwahi kumuuliza Ali ibn Abi Talib kuhusiana na kuoga. Anasema hii ndio dalili nzuri iliyotumika kuhusiana na masala ya kuoga kwenye maandalizi ya salatul Eid.
Sala rajulun aliyan anil ghusli, kuna mtu alimuuliza Ali ibn Abi Talib kuhusiana na kuoga. Qala, akasema Ali radhiyallahu anhu, ightasil kulla yawmin in shi'ta, ukitaka kuoga oga kila siku. Na huku ni kuoga kwa kujisafisha tu, ghuslu at-tabridi wanaita. Faqala la, huyo mtu akasema hapana, mimi siulizi kuoga huko, alghuslu alladhi huwa alghuslu, mimi nauliza kule kuoga ambako kuoga huko ni ibada, kumesisitizwa, kumehimizwa. Qala, akasema Ali ibn Abi Talib, kama unauliza hilo basi يوم الجمعة oga siku ya Ijumaa, wa يوم عرفة naoga siku ya Arafa طبعا للحاج kama hujjaj, wa يوم النحر naoga siku ya kuchinja, maana yake Eid al-Adha, siku ya Eid al-Adha, wa يوم الفطر naoga kadhalika kwenye Eid al-Fitr. Haya maneno ameeleza Sheikh Al-Albani kwenye kitabu chake Irwaul Ghalil, na akasema sanadi yake ni sahihi, lakinahu mawqufun ala Ali, lakini haya maneno asili yake na chimbuko lake ni kwa Ali ibn Abi Talib. Kwa hiyo kama Ali ibn Abi Talib kaulizwa anil ghusl alladhi huwa alghusl almashru', ameulizwa kuhusiana na kuoga ambako ni kuoga kwa sheria, akasema kuoga siku ya Ijumaa, kuoga siku ya Arafa lilhajj, kuoga siku ya Eid al-Adha na kuoga siku ya Eid al-Fitr. Kwa hiyo huu ni ushahidi kwamba miongoni mwa adabu kwenye siku ya Eid ni pamoja na kuoga kabla ya kwenda kwenye musalla. Lakini hata ingekuwa hakuna ushahidi wowote, hivi kweli ni katika ustaarabu kwenda kwenye viwanja vya Eid mtu ananuka jasho, hajapendeza, hanukii, kwenye siku ambayo ni siku ya furaha anakwenda kusimama mbele ya Allah azza wa jalla, ili hali Allah anasema ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid, enyi wanadamu chukueni mapambo yenu kila mnapotaka kuswali. Na katika mapambo ni pamoja na mavazi, lakini pia wewe mwenyewe unayekwenda kuswali uwe umekaa katika hali uliyopambika. Kwa hiyo hata ingekuwa hakuna dalili yoyote, ingekuwa inatosha tu kistaarabu, mtu unatakiwa upendeze, washiria mbali athari mbalimbali zilizokuja, maneno ya Ali ibn Abi Talib na matendo ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Zaidi ya hapo, imesimuliwa kutoka kwa Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala, na haya pia ameeleza al-Imam al-Albani kwenye kitabu chake Irwaul Ghalil. Anasema Sa'id ibn al-Musayyib, sunnatul fitri thalathun, sunna, mambo yaliyosuniwa kufanywa kwenye fitri, kwenye Eid al-Fitri ni mambo matatu. Akasema la kwanza al-mashyu ila al-musalla, ni kwenda kwenye musalla kwa kutembea, la kwanza hilo. La pili wal aklu qabla al-khuruji, na kula kwenye Eid al-Fitri kabla ya kutoka kwenda kwenye viwanja vya kuswalia. Qala wal ightisalu, na la tatu ni kuoga. Sasa kayapata wapi haya Sa'id ibn Musayyib? Hivi anapata ujasiri wa kueleza kitu ambacho si katika mwongozo wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Haiwezekani. Al-Imam Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala amesema kwenye kitabu chake Al-Mughni, anasema yustahabu an yatatahhara bilghusli lil'eid, inapendeza mtu ajitahirishe tena kwa kuoga kwa ajili ya Eid. Qala wa kana ibn Umar yaghtasilu yawm al-fitr, na alikuwa Abdullah ibn Umar anaoga kwenye Eid al-Fitr. Waruwiya dhalika an Ali radhiyallahu anhu, lakini pia kuna mapokezi ya Ali ibn Abi Talib kama tulivyoona alipotaja Sheikh Al-Albani kwenye kitabu chake Al-Irwaul Ghalil. Qala wa bihi qala Alqama, lakini kauli hii pia katika wanazuoni walioelezea na kuihimiza kuwa watu waoge kabla salati al-Eid ni mwanazuoni Alqama na Urwa na Ata na al-Imam an-Nakhai na al-Imam Sha'bi na Qatada na Abu Zanad na Malik na al-Imam Shafi'i pamoja na Ibn al-Mundhir. Kisha kaeleza Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala kuwa kuna maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam aliwahi kusema kuhusiana na Ijumaa, akasema inna hadha yawmun au yawmu Eid ja'alahu Allah lilmuslimin, jamani hii siku ya Ijumaa ni siku ya Eid ambayo Allah kaiweka kwa ajili ya Waislamu. Faman jaa ila aljum'a, hivyo anayekuja kuswali Ijumaa falyaghtasil, aoge.
wa in kana tibun falyamassa minhu, na kama ana manukato pia ajipulize au ajipake. Wa alaykum bisiwaki, lakini pia pigeni mswaki kuja kwenye swala ya Ijumaa. Kwa hiyo kama vitu hivi mtume kahimiza vifanyike siku ya Ijumaa ambayo ni siku ya Eid ya wiki, kadhalika kwenye hizi Eid mbili ni Eid, kama ambavyo mtu Ijumaa anatakiwa apendeze kwa kuoga, kadhalika kwenye Eid apendeze kwa kuoga. Siku ya Ijumaa anatakiwa mtu ajipulizie manukato, kadhalika kwenye Eid tutakuja kuona huko mbeleni. Siku ya Ijumaa nenda msikitini umepiga mswaki vizuri, kadhalika siku ya Eid inatakiwa iwe hivyo hivyo. Kwa hiyo anasema Ibn Qudama kwa hadithi hii, kama ambavyo mtume kahimiza haya kufanyika siku ya Ijumaa kwa kuwa ni siku ya Eid, yatatakiwa yafanyike hata kwenye hizo Eid nyingine, ikiwa ni pamoja na Eidul Fitr na Eidul Adha. Hili ni jambo la kwanza. Na kwenye hili Waislamu hatujawahi kuzozana. Kila mtu anajua umuhimu wa kukoga kwa ajili ya maandalizi ya salatul Eid, na sidhani yupo ambaye haogi kwa maksudi. Labda imetokea dharura, mtu kachelewa kuja kuangalia muda baada ya dakika 5 swali, akamatana na pikipiki awai kwenye musalla, inawezekana mtu akatawadha haraka haraka akina zake kwenye musalla. Lakini kwa maksudi kabisa kwamba leo siogi, kwanza unavaaje nguo safi bila kuoga? Unapata ujasiri gani? Umeamka zako asubuhi, kanzu yako kama ni nyeupe umenyoosha vizuri kabisa, maji ya kuoga yapo, kama kuna baridi maji yamepashwa, ukasema leo siogi naenda hivi hivi. Sidhani kama kuna Muislamu wa hivyo. Yule ambaye ataacha kuoga mara nyingi unakuta labda ni dharura, muda umetaraddad, maji ya baridi sana, hana namna ya kuyatumia, hali ya hewa sio rafiki, kuoga kwa maji baridi inawezekana. Na hizi ni hali za dharura zinatokea kwa namna yote. Waachilia mbali uogaji huu, hata uogaji wa janaba unaweza ukacheleweshwa panapokuwa na dharura. Kwa hiyo katika hali ya kawaida, adabu ya kwanza miongoni mwa adabu ni al-ightisal. Na hapa kwenye al-ightisal kuna kusanya vitu kadhaa. Kuna kusanya usafi wa mwili pamoja na kinywa, lakini kadhalika inakusanya kutumia manukato. Ni katika usafi unaoingia kwenye hii nukta ya kwanza, kama tulivyoona kwenye hadithi ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ile hadithi ya Ijumaa, wa in kana tibun falyamassa minhu wa alaykum bisiwak. Miongoni mwa adabu za salatul Eid an yalbasa ahsana ma yajid, mtu anatakiwa avae nguo nzuri zaidi alionayo. Kwa hiyo wala si ushamba kununua nguo, wala si utoto kuandaa nguo kwamba hii ndiyo nitakayoswali nayo salatul Eid. Kuna watu wazima, mambo ya watoto bana kuwa na nguo maalum kwa ajili ya swala, tulishapita huko. Hapana, inapendeza hata kama itakuwa sio maalum, lakini iwe nzuri zaidi katika nguo ulizo nazo. Kwa hiyo hata ukiitenga kama alivyoelekeza mtume kwenye Ijumaa, mtume aliwahi kusema bana, mmoja wenu awe na nguo ya Ijumaa tofauti na nguo ya kazi yake. Manake ni nguo maalum, kitu chako umekitundika pale, unasubiri kesho, unavaa nguo yako safi, unakuja kwenye musalla na takbira, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kila anayekuona anajua leo Waislamu wana jambo lao. Kwa hiyo kuvaa nguo nzuri ni katika adabu za salatul Eid. Anasimulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anasema akhadha Umaru jubbatan min istibraqin tuba'u fi suq. Siku moja Umar ibn al-Khattab alichukua joho la hariri, alilikuta sokoni linauzwa, akachukua sokoni kule. فاخذها فاتى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال, akalichukua akalileta kwa mtume alayhi salatu wasallam, joho la hariri manake zuri. Akamwambia ya Rasulullah, alikuwa hajanunua yeye, kachukua sokoni kama vile anakuja kumuonyesha mtume anunue. Ya Rasulullah, ibta' hadhihi fatajammal biha lil'id walwufud. Ewe mtume wa Allah, nimeona hili joho limenivutia, mashallah, joho limerebeta la hariri taban. Kwa hiyo ewe mtume wa Allah, nimeona nikuletee, kama utalipenda ununue, ili sasa uwe unavaa kwa ajili ya Eid na pale unapopokea misafara. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bwana mtume akamwambia, inna ma hadhihi libasu man la khalaqa lahu, vazi hili
kwa kuwa ni vazi la hariri, ni vazi la wale wasiokuwa na chochote siku ya kiyama. Ni maana sisi wanaume katika Uislamu hatutakiwi kuvaa mavazi ya hariri. Sasa Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala anasema, akituchomolea faida kwenye hadithi hii, anasema wa hadha yadullu ala anna at-tajammula indahum fi hadhihi al-mawadi' kana mashhura. Hii inaonyesha kwamba kupendeza kwenye sehemu kama hizi, kwenye Idi unapokuwa na wageni, unapokea misafara, uonekane kidogo huko smart. Anasema kupendeza kwenye sehemu hizi inaonekana kwao kina nani? Masahaba wema waliotangulia. Kana mashhura, lilikuwa ni jambo mashuhuri. Ndio maana akamwambia nunua hili kwa ajili ya swala za Idi au kwa ajili ya Idi pamoja na kupokea wageni. Kwa hiyo Umar bin Khattab alikuwa anajua kwamba miongoni mwa sehemu ambazo mtu anatakiwa apendeze ni kwenye Idi. Ndio maana Imam Malik rahimahullah ta'ala anasema, sami'tu ahla al-ilmi, nimewasikia wanazuoni, yastahibbuna at-tiba waz-zinata fi kulli Eid, wanasema inapendeza mtu kujitia manukato na kupendeza, ikiwa ni pamoja na kupendeza kwenye mavazi, fi kulli Eid, kwenye kila Eid, Eidul Fitr, Eidul Adha na Eid ya siku ya Ijumaa. Kisha akasema, nisikilizeni vizuri hapa, wal imamu bidhalika ahqqu, na kwenye kupendeza mwenye haki zaidi ni imamu. Yeye imamu anatakiwa apendeze zaidi ikiwezekana kuliko maamuma wake wote, kama ana uwezo huo. Imamu apige vitu smart. Tuko pamoja na imamu? Kwa nini apendeze? Akasema li'annahu al-manzuru ilayhi min bainihim, kwa sababu ndiye anayetazamwa kati ya watu wote. Watu wanamtazama nani? Ya imamu. Kwa hiyo imamu kusema jamani pendezeni, watu wanakuangalia, na wewe umependeza? Imamu umetupia, umepiga vitu au ni bla bla tu? Ndio maana Umar ibn Khattab akachukua lile joho akamletea Mtume, ili Mtume awe kapendeza zaidi kuliko watu wote siku hiyo. Ndio maana Imam Malik akayasema haya, na haya maneno utayapata kwenye kitabu hiki Al-Mughni cha Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala. Wal imamu bidhalika ahaq, na imamu ni aula zaidi kwenye hili la kupendeza, li'annahu al-manzuru ilayhi min bainihim, kwa sababu ndiye anayetazamwa zaidi kati ya watu wote waliopo pale. Jamani, si inatokea tunakuja hata kuswali Ijumaa, imamu anatoa khutba, watu wanaweza wakaanza kujadili khutba ya imamu baada sala, lakini pia wakajadili mavazi ya imamu. Kama huamini wewe imamu upata khutba alafu uvae vitu vya ajabu ajabu, inawezekana hiyo siku una khutba ya maana, lakini watu wasielewe, macho yao yana focus kwenye hiyo nguo uliyovaa. Huyu imamu leo vipi, kakosana na mke wake? Kanzu aliyovaa haieleweki, vifungo vimepishana, haijapigwa pasi. Au jamani, haitokei mkashughulishwa na mavazi ya imamu au khatibu. Yani imamu au khatibu kaja kavaa shaghla baghla tu, alafu kapanda juu ya mimbar. Inawezekana anatema madini, atakayeelewa atasema muonekano wa imamu haufanani na vitu vyake. Lazima ataunganisha tu kwamba imamu katema vitu, lakini ukimtazama huwezi kumdhania bana kama darwishi fulani hivi. Kwa maana yake imamu unatakiwa upendeze kwa kadri ya uwezo wako, kwa kadri ya uwezo wako ni vyema kupendeza. Kwa hiyo ni vizuri pia kwenye salatul Eid tukalizingatia hili sote sisi, lakini maimamu zetu ni aula zaidi. Amesema Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, rawa Ibn Abi Dunya wal Bayhaqi bi isnad sahih ila Ibn Umar annahu kana yalbasu ahsana thiyabihi fil Eidain. Abdullah ibn Umar kwenye Eid mbili hizi alikuwa anavaa ile nguo nzuri zaidi alionayo. Bali ameeleza Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi kwenye kitabu chake Zadul Ma'ad fi hadi khair al-ibad, pamba alizokuwa mtume anapiga kwenye al-Eidain. Anasema wa kana yalbasu lilkhuruj ilayhima ajmal thiyabihi. Hichi kitabu kinazungumzia tu maisha ya mtume na miongozo yake. Wa kana yalbasu lilkhuruj ilayhima ajmal thiyabihi, bwana mtume alikuwa anavaa nguo nzuri zaidi alizonazo kwenye kuelekea kwenye viwanja vya swala ya Eid. Qala fakana lahu hulla yalbasuha lil'aidain wal jum'a, alikuwa na hulla. Hulla ni mavazi ya pia mbili. Wakati ule walikuwa wanavaa vikoi na nguo ya juu kama vile watu waliohirimia, yalikuwa ni mavazi yao ya kawaida mno.
Kwa hiyo bwana mtume alikuwa anavaa hulla, na ili iitwe hulla lazima iwe ni pisi mbili, ya chini na ya juu. Alikuwa na hulla yake nzuri inayompendezesha, yalbasu hadil aidain wal jumaa, anavaa kwa ajili ya idi mbili na Ijumaa. Wa maratan kana yalbasu burdaini akhdaraini, na mara nyingine alikuwa anavaa hayo mavitambara mawili ya rangi ya kijani. Burda, lile litambara likubwa linaitwa pia burda, akhdarain ya rangi ya kijani. Na wanasema burda asili yake ni thawbul mukhattat, ni nguo ambayo ina mistari mistari. Kwa hiyo mara nyingine alikuwa anavaa hiyo ya rangi ya kijani. Wa maratan burdan ahmar, na mara nyingine alikuwa anavaa hiyo nguo ya rangi nyekundu. Kisha akasema walaysa huwa ahmar musammatan kama yadhunnuhu baadhi an-nas, na haikuwa nyekundu kwa maana nyekundu yote iliyokolea kwamba rangi ni nyekundu tu, bali ni nguo iliyochanganyika na rangi nyekundu. Fa innahu law kana kadhalika lam yakun burda, kwa sababu kama ingekuwa ni ya rangi moja tu isingeitwa burda. قال وانما فيه خطوط حمر كالبرود اليمنيه فسمي احمر باعتبار ما فيه من ذلك. Hii ilikuwa ni shuka au ni nguo ambayo ina mistari mekundu kama yalivyo yale mashuka ya Kiyaman kwa wakati huo. Kwa hiyo ikaitwa ahmar bi'tibari ma fihi min dhalika, kwa kuzingatia kwamba kuna rangi pia nyekundu kwenye rangi zilizopo kwenye nguo hiyo. Kwa hiyo almuhim ni kupendeza hiyo, ni kupendeza siku ya Eid, na sio lazima uvae nyeupe. Mtume alikuwa anavaa nyeupe, alikuwa anavaa ya kijani kama tunavyoona, na mara nyingine anavaa yenye mistari mekundu mekundu. Almuhim ni nguo nzuri ambayo ameruhusiwa mwanamume kuvaa. Ruhusa hiyo ipo. Lakini kwenye rangi zote, rangi aliyokuwa anapenda zaidi mtume ni rangi gani kwenye nguo? Rangi nyeupe, pamoja na kuvaa rangi nyingine, lakini rangi nyeupe alikuwa anaipenda zaidi. Kwa hiyo kama una kitu chako cheupe, piga hicho. Lakini kama una rangi nyingine pia tafuta ile nzuri zaidi ndio uvae siku ya Eid. Angalau tukionana, jamani, tumependeza sote, ndivyo ama sivyo? Siku yetu kama upendezi siku ya Eid, utapendeza lini? Angalau siku hiyo kama wewe ni mtu wa suruali na mashati, yapunzishe kidogo kidogo tu, haina maana kuwa ni haramu Almuhim mavazi yanayostiri aura ni halali, ndicho kikubwa hicho. Lakini siku hii ya Eid vaa vile vitu ambavyo mazoea yetu pia yanayoendana na sheria yanalikubali hilo. Hiyo ni adabu ya pili. Adabu ya tatu, kwenye Eid al-Fitr yustahabu al-aklu qabla al-khuruj ila al-musalla. Tamarat, inapendeza kabla ya kwenda kuswali kwenye Eid al-Fitr, idi hii ya kesho kutwa, inapendeza mtu afungue kinywa kwa tende kadhaa kabla ya kwenda kwenye sehemu ya kuswalia salat al-Eid. Na baadhi ya maeneo mashaallah, kwa kuona kwamba huenda baadhi ya familia inawezekana hawana akiba ya tende, baadhi ya maeneo kwenye miswala mlangoni pale nawekwa box la tende, au mtu ana tende zake pale, ukiingia unapata hata moja, angalau usiswali bila ya kutia chochote kwenye kinywa. Hii ni sunna katika sunna za bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, na kilicho bora iwe ni kwa idadi ya witr 3 na kuendelea hapo. Hii ni kwenye swala ya Eid al-Fitr. Ama Eid al-Adha, kilicho bora asile mpaka atakapomaliza swala. Imekuja katika hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, wal hadith rawahu al-Bukhari fi sahihi, au naam, anasema Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yawm al-fitr hatta yaakula tamarat. Alikuwa mtume alayhi salatu wasalam haendi kwenye Eid al-Fitr mpaka ale tende kadhaa, wa yaakuluhunna witra, na alikuwa anakula kwa idadi ya witr. Kuna hikma gani kwenye hili? Wanazuoni wameeleza mambo mengi kabisa. Wapo waliosema miongoni mwa hikma kwenye kula kabla ya swala kwenye Eid al-Fitr, alla yadhunna dhannun luzuma as-sawmi hatta yusalli al-Eid, ili mtu asije kadhani kwamba siku hii ya Eid nayo anatakiwa aendelee kujizuia, marufuku kula mpaka atakaposwali.
Kwa hiyo anasema kama vile mtume alikuwa anafanya hivi saddan li hadhihi dhari'a, kwa ajili ya kuziba mwanya huu wa kuwafikisha watu kwenye dhana hizo. Mtu anaweza akajizuia tu, haraka ya nini jamani, tumefunga siku 29, siku 30, haraka ya nini ya kula, hamjaenda hata kuswali mnakula, kaswalini kwanza mkija mtakula. Haya maneno yapo sana vijijini kwamba haraka ya nini, wewe umeweza kufunga siku 29, umeweza kufunga siku 30, leo hata kuswali hujaswali wataka ule. Mwana khazaya wanaweza akamaliza hivyo, mwana khazaya mkubwa. Kumbe funga ilikuwa ya kutesa. Sio kuteswa na funga, ni sunna hii, ili watu watoke kwenye hii dhana ya mateso. Mara nyingine tunajiwekea ugumu tukihisi ni ibada, kumbe tunakwenda kinyume na mwongozo wa Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo wapo waliosema hikma ni hiyo, kuziba ule mwanya wa watu kudhania kwamba hata leo tunatakiwa tujizuie mpaka tutakapomaliza kuswali salat al-Eid ndio tule. Kwa hiyo bwana mtume alikuwa anakula kabla kuwatoa watu kwenye dhana hiyo ambayo si dhana sahihi. Lakini wapo waliosema kwa kuwa Ramadhani imemalizika, asubuhi imeingia ya siku mpya, Ramadhani imeisha, tumeingia kwenye Shawwali mosi, kama ambavyo kwenye Ramadhani tulifanya haraka kufunga mara baada ya mwezi kuandama au kukamilisha 30 za Shaaban, kadhalika tunatakiwa tufanye haraka kuonyesha kuwa Ramadhani imeisha. Kule tumetekeleza agizo la Allah kwa kufanya haraka kufunga, na hapa tunatekeleza agizo la Allah kwamba hapa Ramadhani sasa imeisha, ili pasichanganywe masaa ya siku ya Eid yakaunganishwa na Ramadhani kwamba tumeamka tunajizuia mpaka tuswali. Hapana, Ramadhani tulikuwa tunajizuia imtithalan li amrillah, na hapa tunakula pia imtithalan li amrillah, sababu mtume alikuwa anafanya hivyo. Wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Wapo wengine wakataja hikma nyingine, nihitaji labda kwa nyongeza hapa. Wakasema siri ya kula kabla kwenye Eid al-Fitr na siri ya kula baada kwenye Eid al-Adha inahusiana na sadaka mbili zilizopo huku na kule. Kwenye Eid al-Adha sadaka tunayotoa baada al-Eid ni ya kugawa nyama tulizochinja katika vichinjwa vyetu. Kwa hiyo kama ambavyo tunachinja baada ya Eid, ndio maana tunatakiwa tule baada ya Eid kwenye Eid al-Adha. Na kwenye Eid al-Fitri tunatoa zakat al-fitri kabla as-salah, ndio maana tunatakiwa tule pia kabla ya nini? As-salah. Wanasema kama vile hii ina mahusiano na ile sadaka ya mwisho tunayoitoa kwa mujibu wa muda. Madamu sadaka tunayotoa kwenye Eid al-Fitr ni zakatul fitr na inatolewa kabla salah, na sisi tule kabla salah. Na inayotolewa kwenye Eid al-Adha ni sadaka ya nyama ambayo muda wake ni kuanzia baada ya salah. Kwa hiyo nasi pia tunaruhusiwa kula kuanzia baada ya salah na sio kabla ya as-salah. Hizi ni baadhi ya hikma ambazo wamestaja wanazuoni, sawa sawa iwe hizi au iwe nyingine. Almuhim, hii ndiyo sunna ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, na ni katika adabu za swala ya Eid tunatakiwa tuzingatie. Aidan adabu nyingine, an yakhruja ila al-Eid mashiyan wa alayhi as-sakinatu wal waqar, mtu aende kwenye viwanja vya Eid kwa kutembea kwa miguu akiwa ana upole na utulivu. Watakuja watu wa Fidifosi waulize, sisi wa Fidifosi tunaotaka kuja kuswali hapa, manake tutaswali hapa na matangazo rasmi yatatoka, tunataka tuje tuswali hapa Ngarenaro. Sisi wa Fidifosi pia sunna hii inatuhusu ya kuja kwa miguu. Sisi wengine tuko Intel kule, inatuhusu. Mwingine atasema mimi natoka Usa, lengo langu nije niswali hapa. Miguu gani hiyo? Si nitafika dhuhuri mimi. Tutakuja huko, tubaki kwanza kwenye huu msingi. Kwa hiyo katika adabu, an takhruja ila al-Eid mashiyan wa alayka as-sakinatu wal waqar, uje katika viwanja vya Eid kwa kutembea ukiwa una upole na utulivu. Anasema Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala, wa mimman istahabba al-mashya, na katika wale waliosema kutembea ni sunna ni Umar ibn Abdul Aziz, al-Imam an-Nakhai, al-Imam ath-Thawri, al-Imam ash-Shafi'i pamoja na wengine. Kisha akasema waqad jaa fi dhalika akhbar, na zimekuja simulizi na mapokezi kadhaa kwenye nukta hii
akataja kadhaa. Miongoni mwa hizo ni hadithi ya Sa'd radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kana yakhruju ila al-eid mashiyan wa yarji'u mashiyan. والحديث رواه ابن ماجه وحسنه الألباني الله ورحمه wote. Kuwa Mtume alayhi salatu wasallam alikuwa anatoka kwenda kwenye Eid kwa kutembea na anarudi nyumbani kwake kwa kutembea. Kama haitoshi akataja pia hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu anhuma anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yakhruju ila al-Eid mashiyan wa yarji'u mashiyan. Hadithi hii pia imepokea Ibn Majah wa hasanahu al-Albani fi sahih Ibn Majah. Kama haitoshi akataja maneno ya Ali ibn Abi Talib anasema mina sunna, katika sunna. Manake hivyo ndivyo alivyofunzwa na Mtume alayhi salatu wasalam, an takhruja ila al-Eid mashiyan, utoke kwenda kwenye viwanja vya kuswalia Eid kwa kutembea. Haya kayapokea al-Imam at-Tirmidhi rahimahullah ta'ala pamoja na Ibn Majah, na amesahihisha Sheikh al-Albani kwenye sahih at-Tirmidhi na sahih Ibn Majah. Kadhalika ameyataja yeye mwenyewe kwenye Irwaul Ghalil. amesema Imam at-Tirmidhi baada ya kueleza haya, wal amalu ala hadha al-hadith inda akthari ahli al-ilm, na wengi katika wanazuoni, kundi kubwa la wanazuoni linaifanyia kazi hadithi hii ya Ali ibn Abi Talib, ya Ibn Umar pamoja na Sa'd, lakini yeye aliyoipokea ni hii hadithi ya Ali, min as-sunna an takhruja ila al-Eid mashiyan. Kwa hiyo alikuwa anaizungumzia hadithi hii ambayo inawiana na hadithi ya Ibn Umar na hadithi ya Sa'd. قال والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم, na wengi katika wanazuoni wanazingatia kuifanyia kazi hadithi hii. Kwa maana gani? Yastahibuna an yakhruja ar-rajulu ila al-Eid mashiyan, wanasema inapendeza mtu kwenda kwenye viwanja vya kuswalia Eid kwa kutembea. Wa an yakula shay'an qabla an yakhruja li salati al-fitr, na inapendeza mtu afungue kinywa kwa chochote, zaidi ni tende, lakini kama utakosa chochote li salati al-fitr, pale unapokwenda kwenye swala ya Eid al-Fitr. Qala wa yustahabbu alla yarkaba, na inapendeza pia asitumie kipando, illa min udhrin, isipokuwa kama kuna udhuru. Sasa miongoni mwa udhuru ni umbali kutoka pale ulipo mpaka pale unapokwenda kuswali. Miongoni mwa udhuru, labda kuna utelezi njia yako hiyo unayoitumia, na wewe una kipando, unahisi ukipita kwa miguu unaweza ukadondoka mtu mzima, kanzu ikachafuka hiyo. Lakini kuna njia ya gari labda ni mbali kidogo, lakini utatumia muda mfupi, tumia. Kwa hiyo panapokuwa na udhuru mumtaz, lakini kama hakuna udhuru, ni sehemu tu ya kutembea tembea. Na tutakuja kuona Mtume alipokuwa anaishi mpaka sehemu anayokwenda kuswali kulikuwa na umbali gani, ni sehemu ya karibu. Kwa hiyo kwa wale ambao wako karibu, sehemu ambayo kwenda kwa miguu ni jambo la kawaida wala halikeri, tembea. Watu wa Ngarnaro kwa mfano hii mpaka Bauda, kama hali ya hewa iko vizuri, waje tu kwa miguu kama ni wanakuja hapa, wala sio wakupanda watu wa kutoka Shamsi sijui wapi. Kama hujachelewa tembea pole pole, watu pia wakuone. Na tutakuja kuona hikma ya Mtume kwenda kwa miguu, kurudi kwa miguu, tutakapokuja kuzungumzia sunna na adabu ya kubadilisha njia. Mara nyingine ukiwa ndani ya gari watu hawajui kuna nani, gari zenyewe hizi tinted. Kwa hiyo kama watu wote wataingia kwenye magari, inawezekana Idi watu wakawa wanaona magari tu, lakini raha watu waone watu. Mmekatiza shazi yao na takbira zenu, Allahu akbar Allahu akbar, watu wanajua leo Waislamu wana jambo lao. Jamani, kuna vitu Mtume alikuwa anavifanya kwa maksudi, kama vile kuutangazia umma. Mahujaji wanapokwenda kwenye ile tawafu ya kwanza, ile tawafu al-qudum, zile raundi 4 za kwanza nafikiri kama sijasahau, wanatakiwa watembee wakiwa na al-ittiba' zote 7. Unatupia hapa ili bega linabaki wazi wakati mnafanya nini? Tawafu. Mnafikiri hikma yake ni nini? Wakati ule Maka ilikuwa makuraishi wengi pia bado hawajaslimu. Kwa hiyo ilikuwa ni kama vile unaonyesha kiazi kwa maana sisi tuko vizuri, ili bega lote linabaki wazi, kwamba hapa ukija hapa tunakudhibiti, huku mnafanya tawafu. Ilikuwa kuwaonyesha tu watu kwamba tuna nguvu.
na mpaka sasa hiyo sunna ni sunna endelevu. Hata kama hawatutazami, lakini sisi tutabaki hivyo hivyo. Tukaenda kule, unafungua hichi kibega cha kulia, unafanya tawafu, mwamba bega liko wazi. Kwa hiyo hata mtume kwenda kwa miguu, kurudi kwa miguu, kulikuwa na hikma zake, tutakuja kuziona. Na hizi hikma ukiingia kwenye gari mara nyingi huwa zinapotea. Kwa hiyo tubaki kwenye asili, kuja kwa kutembea na kurudi kwa kutembea, labda kama kuna udhuru. Wa yustahabu alla yarkaba illa min udhrin. Ukirudi kwenye maneno ya Sa'id ibn Musayyib, sunnatul fitri thalath. Sunna kwenye Eid al-Fitr ni mambo matatu. La kwanza akasema al-mashyu ila salah, ni kwenda kwenye swala kwa kutembea. Wal aklu kabla al-khuruj, na kula kabla ya kutoka. Wal ightisalu, pamoja na kuoga. Tumalizie na nukta ya mwisho kwa haraka haraka, japo nilitaka nisimame hapa kwa ajili ya maswali kama yatakuwepo. Naomba nibadilishe maamuzi, tuishie hapa. Hizi dakika 5 zilizosalia iwe ni kwa ajili ya maswali kwenye haya tuliyoyasema. Na leo kikubwa tulichozungumzia, tumezungumzia au tumeanza kuzungumzia adabu zaidi kwa wale waliochelewa. Miongoni mwa adabu tulizozitaja, tumesema kwanza kukoga. Hivi ndivyo walivyokuwa wanafanya masahaba wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini kadhalika Ali ibn Abi Talib ametueleza kwamba kukoga kwa ajili ya Eid ni katika uogaji uliohimizwa na sheria. Tumeeleza hilo. La pili tukasema kuvaa nguo nzuri. Mtume alikuwa anafanya hivyo, anavaa nguo nzuri kwa ajili ya swala ya Eid. Kwa hiyo na wewe pia vaa kile kizuri ulichonacho, ni katika mwongozo wa bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. La tatu tukasema kwenye Eid al-Fitri ni sunna kufungua kinywa kwa tende, tena inapendeza zaidi iwe witri kabla ya kuja kuswali, kwa sababu Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa anafanya hivyo, na tumeiona hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, na tukataja baadhi ya hikma zake. Lakini tulilo malizia nalo ni mtu aende kwenye viwanja vya swala ya Eid kwa kutembea, aende kwa kutembea na arudi kwa kutembea, na pale ambapo patakuwa na dharura basi ataruhusiwa kutumia kipando. Lakini kama hakuna dharura, vyema zaidi atembee kama alivyokuwa anafanya bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo leo tumetaja hayo mambo mangapi? Mambo 4. Naomba tukomee hapa ili tumalizie sasa na nukta ya maswali, kuanzia swali la jana lililoulizwa pale na Mzee Mfinanga, alafu kama kuna mengine tutaongezea insha Allah taala.